Mchezo wa soka kwa kawaida una matokeo matatu: kushinda, kushindwa au kupata sare. Timu moja kusonga mbele kwenye mfumo wa mashindano haya na timu nyingine kubaki. Sasa itategemea matokeo ni yepi. Sasa jukumu letu sisi, bila kujali aina ya matokeo, ni lazima watu walioingia kwenye uwanja ule waendelee kuwa katika mazingira ya usalama, wawe na furaha au na uchungu. Kwa hiyo jeshi la polisi linawatahadharisha mashabiki wa soka watakaohudhuria siku ya kesho kwamba mifumo ya kiusalama itaimarishwa kwa kiwango cha juu. Upekuzi utafanyika. Hakuna mtu mwenye silaha ya aina yoyote, kwa tafsiri ya kisheria, silaha ya aina yoyote. Watu wakisema silaha wanafikiri ni bunduki. Kitu chochote ambacho kinaweza kuleta madhara kwa binadamu katika sura ya kujeruhi au kusababisha mazingira ya kiusalama kuharibika hakitaruhusiwa. Kwa hiyo upekuzi utakuwa wa hali ya juu. Ni askari wachache au watu wenye mamlaka ya kiusalama wachache watakaoruhusiwa kuwa katika mazingira vya vyombo ambavyo vitasaidia kuimarisha usalama. Narudia, hakuna mtu yoyote asiye na mamlaka ya kisheria atakayeruhusiwa kuingia na kitu chochote ambacho kitatoa tafsiri ya kisheria kwamba ni silaha. Lakini tunawakumbusha kwamba barabara hii ya Duse itafungwa kama ambavyo kwenye michezo mikubwa tumekuwa tukifanya, na barabara ile ya Bandela itatumika zaidi katika kuingia na kutoka kwenye uwanja ule. Tunawakumbusha mashabiki wa soka kuwa wastaarabu katika lugha wanazozitumia wakiwa kwenye uwanja ule. Wakumbuke utamaduni wa Tanzania. Watu wanakwenda kwenye soka kama burudani, wanakwenda na familia.